Ninaamini kwamba Mungu amehifadhi duniani na chini ya bahari mabaki ya matukio makuu yaliyozungumziwa katika Biblia. Mabaki ya kimwili, mabaki ya kikemikali na vitu ambavyo mimi na wewe tunaweza kuona, kuhisi, kupima, na katika kisa cha Sodoma na Gomora na kibiriti chake hata kuonja. Vitu hivi vimehifadhiwa kwa nguvu ya kimungu hadi wakati ambapo kupitia satellite, mifumo ya kurushia matangazo ya TV na uwezo wa kutafsiri kila kitu chenye maslahi katika lugha ya karibu kila mtu, mambo haya yanaweza kuonyeshwa kwa wakazi wa dunia. Sasa basi, tunaambiwa katika kitabu cha mwisho cha Biblia, katika sura ya mwisho ya kitabu hicho, kwamba kutakuwa na wale wanaopenda na kutunga uongo. Dunia imejaa watu hao leo. Kwa hivyo, mimi na wewe lazima tuwe waangalifu sana na kile tunachokubali kama ukweli. Tunahitaji kuangalia mambo haya ambayo unakaribia kuyaona kwa makini sana na kwa maombi. Na kisha huenda tukahitaji kufanya uamuzi kuhusu uhusiano wetu na Mungu. Paulo alipozungumza na Feliki, inasema, na Feliki akatetemeka. Na kisha alipozungumza na mtawala mwingine wa Kirumi, anasema, karibu unanishawishi kuwa Mkristo. Kwa hivyo, tunachohitaji kufanya leo ni kuwapuuza wale wote waliohamasishwa na Shetani kutufanya mimi na wewe tuamini kwamba hakuna sababu ya sisi kuwa na haraka ya kuhakikisha uhusiano wetu na Mungu. Tunahitaji kuwapuuza hawa kwa sababu maisha hayana uhakika. Mimi na wewe hatuna dhamana kwamba tutakuwa hai kesho. Lakini rafiki, ikiwa tunamtumikia Mungu tu ili kuepuka adhabu ya waovu au kupata uzima wa milele, basi tumekosa lengo zima. Kwa sababu Mungu anatupenda. Amedhihirisha hilo kwa njia nyingi sana. Na tunahitaji kufika hatua katika uhusiano wetu naye ambapo tunaweza kusema kama Paulo alivyosema, upendo wa Mungu unanihimiza. Hii ni sherehe ya kuweka wakfu kwa safina ya Nuhu. Ilifanyika mwaka wa 1987. Inaonyesha tu uwekaji wakfu. Sawa, kwa watazamaji ambao hawafahamu, haya ndiyo mabaki halisi ya safina ya Nuhu. Na najua haionekani kama kitu kikubwa, lakini hivi karibuni utagundua kuwa hiki ni kimoja cha vitu vya ajabu zaidi kuwahi kuona, lakini tutafika hapo baadaye. Hii ndiyo safina baada ya Ron kufanya majaribio fulani juu yake. Na unaweza kuona serikali ya Uturuki imejenga kituo cha wageni. Sasa, ni nini kilimfanya Ron apendezwe na kuitafuta safina ya Nuhu? Alisoma hili katika jarida la Life mwaka wa 1960 na lilisema, safina ya Nuhu, umbo kama la mashua, linaonekana karibu na Ararati. Na Ron alisoma makala hii kwa shauku kubwa. Alipoona picha hii katika makala hapa, ilisema kwamba hii ilipatikana wakati wa vita baridi katikati ya miaka ya 50, wakati walipokuwa wakitafuta vituo vya makombora nchini Uturuki na Urusi. Tukiangalia ramani hii hapa, utaona eneo hili, utaona eneo hili. Unaona mshale? Unaweza kuona Umoja wa Kisovieti uko ng'ambo ya mpaka tu, na Iran iko upande wa kusini tu. Na wakati wa vita baridi walikuwa wakitafuta vituo vya makombora vya Kisovieti. Na nahodha katika jeshi la anga nchini Uturuki aliona picha za stereo na kusema hii ni ya kupendeza sana. Na mtu mmoja nchini Marekani kwa jina la Daktari Asa Brandenberger, ambaye alikuwa, ningesema, mtaalamu mkuu duniani wa fotogrametria, aliangalia hilo na kusema hicho ni kitu kilichotengenezwa na mwanadamu. Ron alienda kwenye Biblia na inasema safina ilitua wapi?
Safina ikatua mwezi wa 7, siku ya 17 ya mwezi, juu ya milima wingi ya Ararati. Na hilo hapo lilimwambia kitu, kwa sababu alijua mlima mzuri wa Ararati unaouona hapa upande wa kushoto ni mlima Ararati mkuu, na kisha upande wa kulia ni Ararati mdogo, na ni volkano hai. Ukiangalia picha hii hapa, katika kona ya chini kushoto, unaweza kuona lava yote iliyotiririka. Iko upande wa kulia, iko upande wa kushoto. Mlima huu ulipata mlipuko wake wa hivi karibuni, naamini katika miaka ya 18 na 40 wakati fulani. Na kama unavyoweza kuona kutoka kwa picha hii hapa, upande mwingine ulilipua sehemu kubwa ya mlima. Ukiangalia mlima Helens na kisha uangalie hiyo. Na alikuwa na wasiwasi kwamba hakuna kitu ambacho kingeweza kuishi kwenye mlima huo. Hivyo alipoona makala hii ya tarehe 5 Septemba 1960 ya jarida la Life, aliamini kwamba kuna kitu kilihitaji kuchunguzwa, na timu iliyoenda huko ilisema hakukuwa na kitu chochote cha kiakiolojia chenye manufaa. Hawakujua walichokuwa wakitafuta. Sawa. Kitu cha kwanza ambacho Ron alifanya kilikuwa ni jaribio, kwa sababu alitaka kujua ni aina gani ya mpangilio wa milima ambayo meli ingeweza kutua. Na alifanya jaribio, na hii ilikuwa miaka 2 kabla yeye kwenda huko. Sasa hadithi ya gharika inaonyesha kwamba safina ilikuwa kitu kinachoelea kwa uhuru juu ya dunia iliyofunikwa na maji, na kwamba ilikuja kutua kwenye baadhi ya milima. Hivyo, nikiwa na hili akilini, nilitengeneza kielelezo kidogo cha mashua, uwiano wa 6:1 kama inavyotajwa kuhusu safina. Na kisha nikatengeneza milima midogo kwenye kijito chenye maji machache yanayotiririka. Na ningeachia kielelezo cha mashua upande wa juu wa mkondo kutoka kwenye milima hii midogo. Na kwa kubadilisha umbo na ukubwa wa milima hii, niliweza kuamua ni mpangilio gani wa mlima ambao mashua ingeweza kutua kwa urahisi zaidi. Na hivyo nikagundua kuwa mlima wenye umbo la mwezi mwandamo ulioelekea kaskazini mashariki au kusini mashariki ungekuwa mahali ambapo kitu kinachoelea kingeweza kutua. Inavutia. Ilikuwa inavutia kwa sababu yeye alijua kama watu wengi wanavyotafuta. Safina ya Nuhu kwenye mlima wa Ararat, ambao ni mlima wa hivi karibuni wa volkano, haukuwepo hata wakati huo. Na alijua kwamba kile kinachochomoza kutoka kwenye maji hivi, meli isingeweza kutua juu yake. Sawa. Hivyo mara Ron alipofanya hivyo, aliamua kwamba yeye, ingawa sasa ilikuwa miaka 15 baada ya kusoma makala hiyo, na watoto wake, kama unavyoona familia yake hapa, alikuwa baba asiye na mke na aliwalea watoto wake peke yake, na aliogopa kwamba walikuwa bado hawajakuwa vya kutosha kwake kumkuacha peke yao. Lakini kufikia 1977 alifanya uamuzi, na uamuzi huo ulikuwa kwamba ulikuwa wakati wa kwenda. Hivyo Ron aliamua kwamba watoto wake labda walikuwa wamekuwa vya kutosha kwenda. Kwa hiyo akaenda na kuzungumza na wanachama wote wa msafara huo. Niliwapigia simu wanachama wote wa kikundi cha msafara wa Vandaman wa mwaka 1960 ambao ningeweza kuwasiliana nao kwa simu, na nikawauliza watu hawa jinsi walivyofika kwenye mashua. Na nikagundua kuwa jeshi la Uturuki lilikuwa limewaongoza hadi kwenye eneo hilo. Na walichosema ni kwamba walikuwa wamepanda farasi na kusafiri kwa saa 6 hadi mahali ambapo mashua ilikuwa. Wengine walisema kwamba walikuwa wamepanda farasi huko Dugubayazit. Wengine walisema kwamba hilo lilikuwa limefanyika kwenye mpaka wa Iran. Kwa hivyo, popote walipotokea, safari ya saa 6 kwa farasi inaweza kumpeleka mtu mahali popote huko nje.
Kwa hivyo sikuwa na wazo thabiti kabisa. Ndiyo, Sasa kujua aende wapi. Na kama utawahi kwenda huko Uturuki, eneo hilo lote kuna milima mingi sana. ndiyo. Hakuwa na wazo la wapi pa kwenda hata kidogo, kwa sababu hii ilikuwa juu sana mlimani. Ni futi 6,300 juu milimani, lakini hakuna aliyejua ni nini. Nahitaji kutoa hoja hapa. Kumekuwa na hadithi zilizosimuliwa na baadhi ya watu ambao wametunga hadithi, lakini tumezichunguza kwamba watu walijua kuhusu hili na kwamba lilichomoza ardhini wakati fulani, na hiyo si kweli. Watu walioishi karibu nalo hawakujua lolote kulihusu. Kwako ilikuwa ni udongo tu. Sasa Ron hatimaye alikuwa tayari mwaka wa 1977 na yeye atazungumza kidogo juu yake, na kisha baada ya dakika moja tutawasikia wanawe wakizungumza. Naam, mnamo mwaka wa 1977 nilikuwa nimeokoa takriban dola 2,000 na nikaona tangazo kwenye gazeti kuhusu ndege ya kukodi inayokwenda Uturuki. Na ingawa sikuwa na nia ya maeneo ambayo kikundi cha kukodi, kikundi cha watalii kingepelekwa, nilivutiwa na nauli ambayo ilikuwa karibu dola 500. Na kwa hivyo nilipanga kwenda, nikafanya uhifadhi, na kisha wanangu wawili, Dani na Roni, walianza kunishinikiza nije nao. Tulipoenda mara ya kwanza hakutaka tuende. Alikuwa anaenda peke yake. Unajua, tayari alikuwa na pasipoti. Na kakangu akasema, mbona usituchukue, Roni? Na baba akasema, vizuri, ninaondoka baada ya wiki moja. Hakuna njia tunaweza kupata pasipoti au kitu chochote. Na Roni akasema, basi twende tukajaribu. Hivyo tulienda na kuomba. Hatukuwa na muda mwingi. Kwa hiyo siku moja kabla ya kuondoka, tulifunga mifuko yetu yote, vitu vyetu vyote, tukaviweka tayari. Kwa tahadhari tu, kwa sababu tulijua kwamba kama tungezipata, labda ingekuwa siku hiyo au tusingezipata kabisa. Na hivyo tulikuwa tayari kuondoka, na kisha ikafika saa 5 asubuhi siku hiyo, barua zikafika na pasipoti zetu zilikuwemo. Na hivyo tulikuwa na takriban saa 1:30 kufika uwanja wa ndege baada ya kuzipata, lakini tulikuwa tayari. Kwa hiyo tukaenda tu, unajua. Hivyo ulikuwa ni kama muujiza wenyewe kwamba mimi na kaka yangu tulipata hata nafasi ya kwenda. Hakika huo ulikuwa muujiza hapo. Kwa sababu fulani, wavulana hao walikusudiwa kwenda. Na hivyo ilipofika wakati wa safari yenyewe, nadhani haikuwa vile walivyokuwa wakitarajia. Lakini nitawaacha wote wazungumze kuhusu hilo. Sawa, tulipanda treni kwa sehemu ya safari na tulifikiri treni ingekuwa nzuri sana, Oriental Express. Tulikuwa tumesikia kila aina ya mambo mazuri kuhusu hiyo. Tulipanda treni na ilikuwa sawa. Kulikuwa na vitanda 3, vitanda 6 na vyote vilikuwa ukutani. Hivyo tukaingia humo na ilikuwa sawa. Ulikuwa ni uzoefu, lakini treni ilikuwa mbaya. Haikuwa nzuri kama baba yangu alivyofikiri ingekuwa. Tulifikiri tungekuwa kwenye treni nzuri ya kifahari. Tulienda bafuni, hakukuwa na viti vya choo wala chochote. Ni shimo tu sakafuni, hivyo hatukuwa. Hilo lilikuwa mshangao kwetu. Tulikuwa hatujawahi kuona hilo. Treni ilienda polepole sana hivi kwamba mara nyingi ungeweza kutembea kando yake. Ilikuwa mbaya sana. Alikuwa akisema, jamani, huenda tumekuja hapa bure kwa sababu sina wazo lolote ni njia gani jinsi tutakavyopata hili. Na hatimaye tulipata taksi baada ya hapo na akatupeleka hadi mjini Dogobazit. Na tukiwa njiani, baba yetu aliniambia, mimi na kaka yangu, alisema, unajua, Biblia inasema 2 au 3 wanapokusanyika, unajua, na kuomba kwa jina langu atajibu. Na hivyo akasema, tunahitaji kweli kusema sala ili Mungu atusaidie kujua upande wa kutazama. Na hivyo tulifanya, na tulikuwa tukikaribia Dogobazit, mji ulio karibu na Ararat, na gari likasimama, na ilikuwa katikati ya usiku, na kila kitu kikazimika, taa zikazima, kila kitu, na likasimama tu. Hivyo tulilazimika kusimama haraka sana barabarani, na tulikuwa tumetoka tu kusema sala hiyo si zaidi ya dakika 5-10 kabla ya hapo.
Na hivyo baba yangu akasema, kwa nini tusiweke rundo kubwa la mawe hapa kando ya barabara? Kwa tahadhari tu, hili ni jambo ambalo Mungu alifanya ili kutuonyesha jinsi ya kulipata. Na hivyo sawa, na tukaweka rundo kubwa la mawe na tukarudi kwenye gari. Na yule jamaa akafunga mfuniko wa injini kwa sababu haoni chochote, akajaribu tena, likawaka. Kwa hiyo tukaendelea kuendesha barabarani kwa umbali kidogo, kisha gari likazima tena. Na hivyo tukafikiri, labda ni matatizo ya gari tu tunayopata, lakini tutarundika mawe zaidi kando ya barabara hata hivyo. Na tulifanya hivyo, kisha likasimama mara 2 zaidi, na baada ya mara ya 3 tukasema, baba, gari hili linasumbua tu. Lakini ilibidi apange mawe tena. Alisema, basi tufanye tena kwa tahadhari tu. Na mimi mwenyewe nilikuwa nikisema, gari linasumbua, huu ni potezaji wa muda. Lakini ikawa sivyo, nilikosea, baba alikuwa sahihi. Basi tulienda hotelini na asubuhi iliyofuata tukaamua njia yetu bora ni kwenda na kuanzia pale yale mawe yalipo. Kwa hiyo tulirudi nje na kuelekea upande mwingine kwa pembe ya nyuzi 90. Nilichagua kilima kimoja mbali kule na tukaelekea huko moja kwa moja. Hata hivyo, chupa yetu ya maji ilivuja. Ilibidi tunywe maji yote yaliyokuwemo badala ya kuyapoteza. Tulipata kiu sana kiasi kwamba tukanywa maji kwenye mfereji mdogo pale na kutembea umbali kidogo zaidi. Na hapa kulikuwa na kondoo na mbuzi na ng'ombe na farasi wakizurura upande wa juu wa mto tulipokunywa, na ilikuwa ni msisimko wa kweli pale. Lakini hata hivyo, nilipokuwa nikitembea, tulifika kwenye kijiji hiki cha Wakurdi na tukafikiri kuwa na farasi wa kupanda kungekuwa bora zaidi kuliko kutembea. Kwa hiyo tukapatana na kila kitu kikawa tayari. Tulikuwa karibu kuwapa pesa na kuchukua farasi, na mtu mmoja kwenye umati akasema, Muhammad. Basi nyuso hizi zilizokuwa zikitabasamu na hayo yote zilibadilika na kuwa hasira ya kweli. Na sikujua hasa nini kimetokea kwa muda, lakini kisha nikakumbuka kuwa ilikuwa Ijumaa na hiyo ni siku yao takatifu. Hivyo farasi wetu wakaenda, lakini mmoja wa vijana alisema, unajua, akijinyoshia kidole na kusema, kiongozi, kiongozi. Na bila shaka sikutaka kiongozi kwa sababu nilijua vizuri ninapokwenda. Hivyo aliendelea kujaribu kutufanya tuende huku na kujaribu kutufanya tuende kule na kuchora misalaba mikononi mwake na haya yote, lakini sisi tuliendelea tu. Na aliendelea kutaka tumpige picha, unajua, picha. Na hivyo, hata hivyo, hatimaye tulikuwa juu ya kilima. Na alikuwa amenisumbua sana na nilikuwa nimeishiwa pumzi, hivyo nilihitaji kusimama kwa dakika moja. Nikasema, sawa, picha. Hivyo anatembea kuelekea kwenye jiwe hili kubwa na kusimama karibu nalo, unajua, nami nikachukua kamera yangu na kuilenga. Na kulikuwa na lile jiwe la nanga nililokuonyesha juu ya ule ukingo. Sasa limevunjika. Nilipoona kitu kile, na maanisha, jamani, huo ulikuwa msisimko. Siku ya pili tulirudi, tukafuata pembe ya nyuzi 90. Kutoka au mstari wa wima kutoka barabara kuu kwenye kituo cha pili au kile cha kati na kufika kwenye lile jiwe kubwa la nanga. Na moja kwa moja nyuma ya hapo palikuwa na nyumba ya kale. Na kile ambacho kwa dhahiri kilikuwa makazi ya kale sana kwa ajili ya kufuga na kuchunja ng'ombe. Na sisi tulihitimisha kwamba hii ilikuwa nyumba ya Nuhu. Na sababu ya kufanya hivyo bila shaka ilikuwa kwamba palikuwa na mawe mawili yaliyochongwa, picha yakionyesha watu 8 waliotoka kwenye mashua iliyohusika katika gharika na wanyama. Na baadaye tuligundua kuwa jambo hili lote lilifunikwa na upinde wa mvua, ambao sisi hatukuhitimisha hivyo awali tulipouona upinde huu juu ya vichwa vya watu hawa. Lakini hii ilituambia kuwa hii ilihusiana na hadithi ya safina ya Nuhu na gharika. Fungu namba 3, safina ya Nuhu. Kufikia wakati huu wanangu walikuwa wamepata matatizo ya tumbo na mengineo. Tukaondoka kwa taksi
na nilitembea hadi juu ya kilele ambacho baadaye tuligundua kiko Iran. Nikaona umbo lenye sura ya mashua kupitia lenzi ya telefoto ya kamera yangu. Hata hivyo, sikuenda moja kwa moja eneo hilo, sababu ikiwa nilikuwa nimejiaminisha, dereva na mwongozo walikuwa hatari. Mwishoni mwa siku hiyo tuliporudi hotelini, dereva na mwongozo walitokea wakiwa na marafiki zao, na hawa marafiki huku baadhi wakitupumbaza, walijaribu kuingia kwenye mifuko ya kamera na mizigo yetu. Hivyo ikawa dhahiri kwamba walikuwa na nia ya kutuibia. Nilikuwa nimebeba mace kwa ajili ya ulinzi ikiwa uzii hali fulani ingetokea. Kama niliwafukuza wote nje, nikazuia mlango, walirudi na msaada, na walikuwa wakijaribu kuvunja mlango. Hivyo tulifunga haraka baadhi ya mashuka na mablanketi pamoja. Tukashuka dirishani hadi ghorofa ya chini, tukatambaa kurudi ndani ya hoteli, na kimsingi tukakimbia usiku. Na tuseme tukiwa katika hali ya hofu kubwa sana. Matokeo ya mwisho ni kwamba tulipoteza karibu filamu zetu zote za safari hiyo. Tuliweza kuhifadhi baadhi ya milimita 8. Filamu ya sinema ambayo ilionyesha alama za makaburi na baadhi ya vitu hivi. Baada ya safari hiyo, yeye hakuwa tu akiwaambia watu hii ni safina ya Nuhu, lakini aliamini kabisa kwa sababu Mungu alikuwa akifanya kazi katika safari hiyo. Kweli? Na picha zote ambazo umeziona hapo zilikuwa picha za asili ambazo aliweza kuziokoa. La haula. Hivyo, alipofika nyumbani kutoka safari hiyo, alimpata mtu kutoka Michigan, akawasiliana naye ambaye alikuwa daktari na mwanaakiolojia, na akasema, unaweza kunisaidia? Unaweza kuomba kibali cha uchimbaji? Na akamwonyesha ushahidi, akaelezea mambo, na yule mtu akamwandikia. Nina nakala ya maombi hayo, lakini alikataliwa. Sawa. Ambayo sasa tunajua kwamba siku zote angekataliwa kwa mgeni. Lakini Ron akaanza kufikiria juu yake na akaamua kwamba kitu pekee, safina yenyewe, eneo hilo lina urefu wa karibu viwanja viwili vya mpira. Ni kubwa sana. Kweli? Na angefanya nini katika hali kama hiyo? Sawa basi. Hivyo nitamwacha aeleze kile alichofanya baada ya hapo. Sawa. Nilipopata hii mara ya kwanza 1978 au 77, tuliomba kibali cha kuichimba na hii ilikataliwa. Hivyo niliwaomba baadhi ya marafiki na mimi mwenyewe nikaomba kwamba Mungu atume tetemeko la ardhi huko na kuonyesha hii ilikuwa nini. Na hivyo mnamo Disemba 28, 1978 kulikuwa na tetemeko na ardhi huko, na nilikuwa ndio kwanza nimefika nyumbani kutoka kazini. Na hapa, unajua, habari zilikuwa zikielezea kuhusu tetemeko hili kubwa la ardhi. Basi nilisisimka mwili mzima kuanzia kichwani hadi miguuni na nikasema, asante Bwana. Sasa kile tulichofanya baada ya kuwa tumeomba ombi hili la tetemeko la ardhi, nilitambua kwamba hili si jambo zuri sana kuwafanyia watu walioishi katika eneo hilo, ni kuomba kwamba tetemeko la ardhi lipige huko. Basi tulibadilisha ombi letu na kumwomba Bwana, unajua, asiruhusu mtu yoyote awawe katika tetemeko hilo la ardhi. Na kama ilivyotokea, hakuna mtu aliyeuawa. Nyumba moja tu ndio iliharibiwa katika kijiji kimoja, iliteleza chini ya ukingo hapo. Lakini hata hivyo tuliweza. Sio tu kwamba iliangusha vitu mbali na pande za mashua, bali iliipasua mashua katikati kabisa. Sasa katika uchunguzi wa kiakiolojia na tathmini ya mabaki, kina cha mabaki ni muhimu sana.
Tuliweza kuona jinsi mabaki yalivyokuwa na kina kirefu hapa na kwamba yalibadilika na kuwa na kina kirefu zaidi hapa na kisha kina kirefu zaidi hapa. Na hivi ndivyo tulivyojua ambapo staha zilianzia na kuishia. Katika upande wa urefu, kwa maneno mengine, kuanzia mbele hadi nyuma. Sasa, jambo muhimu sana ambalo bado hatujaligusia ni kitu ambacho kilivuta sana hamu yake katika makala ya 1960 kilikuwa urefu wa kitu hicho. Walisema kilikuwa na urefu wa angalau futi 500. Hawakukipima haswa. Hivyo, Ron alipokipima, aligundua kuwa kilikuwa kirefu zaidi kuliko kile ambacho watu walikuwa wakitafuta, safina ya Nuhu ya futi 437 na nusu, kwa sababu hiyo ndiyo dhiraa ya Kiebrania. Lakini moja ya mambo muhimu zaidi kwa Ron mwanzoni kabisa mwa hamu yake katika eneo hili ulikuwa urefu. Katika Mwanzo 6:15 inasema kwamba urefu wa safina utakuwa dhiraa 300. Na hivyo kile ambacho watu wengi wanakiangalia leo ni tofauti. Tunatumia dhiraa gani? Katika Matendo 7:22 inasema, na Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na vitendo. Na dhiraa ya Kimisri ya wakati wa Musa inatambulika kwa ujumla kuwa ilikuwa kipimo cha urefu kilichoenea zaidi na cha ulimwengu wote katika ulimwengu wa kale sana. Dhiraa ya kifalme ni sawa na inchi 20.62 au milimita 524. Sasa, tukiangalia dhiraa ya Kiebrania, na bila shaka Waebrania hawakuwepo hadi baadaye sana. Taifa la Kiebrania lilikuwa baada ya kifo cha Musa na ikawa inchi 18. Dhiraa ya kifalme ya Kimisri ilikuwa inchi 20.6. Hivyo, ambapo baadhi ya watu wanatafuta safina ya futi 450, dhiraa 300 za kifalme za Kimisri ni futi 515. Na hivyo ndivyo hasa ilivyopimwa kuwa. Katika miaka ya baadaye, Ron alileta wanasayansi huko na walitumia vipimo vya kisasa sana vya leza kuipima. Na huo ndio urefu. la Ni ajabu. hiyo ilikuwa picha ya kwanza aliyopiga Ron, na huwezi kuona pande zake vizuri sana. Sawa. Lakini ukiitazama kutoka upande mmoja, upande wa chini, hapo unaweza kuona jinsi udongo ulivyolundikwa dhidi yake. Yote yako karibu sawa na usawa wa ardhi.